KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani kupitia idara ya afya imezitaka sharika zote za dayosisi hiyo kuendelea kuandaa semina mbalimbali zinazohusu masuala ya afya hususan kwa wazee. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Meru, Askofu Elias Kitoi Nasari, amewaasa wanafunzi wa vyuo na sekondari kulisikiliza na kulishika neno la Mungu kwa bidii ili wasiyumbishwe na ulimwengu. Hospitali ya Rufaa ya Kanda KCMC imeanza kutoa huduma za matibabu ya upasuaji wa tezi dume kwa kutumia njia mvuke, ikiwa ni hospitali ya kwanza nchini kutoa huduma hiyo. Na katika habari za kimataifa, takribani watu 38 wameuawa wiki hii katika mashambulizi yanayoshukiwa kuwa ya makundi ya itikadi kali dhidi ya wakataji miti na kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Nigeria. Naam, ni wakati mwingine tena mtazamaji, tunakutana hapa katika Upendo TV Habari, Jumamosi tulivu ya leo, tukijiandaa kuelekea sikukuu ya Pasaka na kusalimu popote pale ulipo. Bila shaka uko sawasawa. Karibu katika habari. Mimi ni Francisco Ngoro. Hapa ni habari za kitaifa, nitakusomea na habari kutoka mataifa mbalimbali. Basi utabiri wa hali ya hewa ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, TMA. Na kukumbusha, tunapatikana kwenye kurasa za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, kote huko, bila kusahau X, jina ni Upendo Media. Karibu. Na sasa basi tuanzie katika jiji la Dar es Salaam. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani kupitia idara ya afya imezitaka sharika zote za dayosisi hiyo kuendelea kuandaa semina mbalimbali zinazohusu masuala ya afya hususan kwa wazee ili kuwasaidia kukabiliana na magonjwa mbalimbali yasiyokuwa ya kuambukiza. Ushauri huo umetolewa na kaimu mratibu wa idara hiyo Wambi Sanga wakati akizungumza katika semina ya wazee wenye umri wa miaka 60 na kuendelea iliyoandaliwa na usharika wa Tongoma kwa lengo la kutafakari pamoja ukuu wa Mungu, kupata elimu ya afya na kupima afya kwa ajili ya ustawi wa wazee. Lakini kuona uwiano kati ya uzito, urefu na umri wa mtu ili kumzuia asiweze kuingia kwenye madhara, lakini pamoja na kuongelea kuhusu afya ya akili. Tunajua katika utu uzima, kadri unapozidi kuwa na umri mkubwa zaidi, unaweza ukawa huna uwezo mkubwa wa kuweza kuhimili changamoto za dunia sasa. Kwa hiyo tunamwelekeza mtu namna ya kukabiliana na mambo mbalimbali katika jamii ili asije akaathiri akili yake hasa kimtazamo, na akaepuka kupata magonjwa mengine kama presha au kupata msongo wa mawazo. Mchungaji kiongozi wa usharika huo Daktari Yusuf Ngaleni, pamoja na mambo mengine, amehimiza umuhimu wa sharika na Watanzania wote kupendana kwa kuwa ni jambo la msingi katika maisha ya wanadamu, na kwa kufanya hivyo kutawafanya kupiga hatua katika masuala ya afya na maendeleo ya kiuchumi. Yesu Kristo anatuamrisha pendaneni, na tupendane kama yeye alivyowapenda wale wanafunzi wake. Na tukifanya hivyo itaonekana kwamba sisi ni wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo upendo umetusukuma tufanye haya, tukikumbuka wazee wetu, mambo mengi walioyafanya kwa watoto wao ambao sasa wapo majumbani, wengine wana mgogoro wa afya. Sisi tumeona tumewakumbuka waje hapa kanisani. Akiitoa elimu ya afya, Daktari Tumaini Mgutu kutoka hospitali ya Alexia amewahimiza wazee hao kujikita katika kula vyakula vya asili badala vile vya viwandani ili kuepuka magonjwa ambayo yanaathiri wazee zaidi, huku akisisitiza umuhimu wa kupima afya zao mara kwa mara. Unajua, wazee ni moja kati ya kundi la watu ambao wanaathiriwa sana na hizi NCDs ambazo zinatukabili katika mazingira yetu, kwa mfano shinikizo la damu, high blood pressure, lakini pia diabetes mellitus, magonjwa ya kisukari, na stroke, magonjwa kama kiharusi na mengine mbalimbali ya afya na mengine. Kwa hiyo tumepata wasaa mwafaka kabisa, wasaa mfupi, tumejadiliana, tumeulizana maswali, tumepeana majibu ya namna gani waendelee kuzingatia na kutunza afya zao, namna gani wajikinge na maradhi ya shinikizo la damu, yani pressure kuwa juu, na katika yote tuliona namna gani muhimu kufanya regular check up. Na baadhi ya wazee walioshiriki semina hiyo akiwemo Christina Mnyone na Richard Luao wameshukuru dayosisi na usharika wa Tongoma kwa kuona umuhimu wa kuandaa semina hiyo ambayo imewapa matumaini makubwa pamoja na kujiamini zaidi. Pita mengi, ukimwona Kobe mzee ujue
amepita, amevuka mishale mingi. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ajili ya semina hii, imetujenga kwa kweli. Tumejifunza habari ya sukari, magonjwa ya sukari, pressure yanatokana nini, na tujilinde na hayo, au ambayo tayari wanayo waishije ili waendelee kuishi maisha marefu zaidi. Nimefurahishwa sana kuwepo hapa kwa kuweza kupata hii semina ya wazee, na hii itanisaidia sana katika maisha yangu kujua kwamba wazee bado tunatambulika, na shukrani nyingi sana tunazidi kuzitoa kwa uongozi wa dayosisi yetu ya Mashariki na Pwani, hasa ile idara ya afya. Mtazamaji, ni taarifa hiyo kutokea huko, na sasa tuelekee katika jiji la Arusha. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Meru, Askofu Elias Kitoi Nasari, amewaasa wanafunzi wa vyuo na sekondari kusikiliza na kulishika neno la Mungu kwa bidii ili wasiyumbishwe na ulimwengu huu unaobadilika kila kukicha. Amesema hayo wakati akifungua mkutano wa 32 wa UKWATA mkoa wa Meru KIUKWATA uliofanyika katika shule ya Ailanga Junior Seminary inayomilikiwa na KKKT Dayosisi ya Meru iliyopo mkoani Arusha. Amesema kuwa nafasi walioipata vijana hao kuwepo katika mkutano huo inawaandaa vijana hao kuwa watu bora wa sasa na siku zijazo. Mimi mwenyewe ni shahidi wa jinsi mikutano hii ya Pasaka inavyotuandaa, na wewe ukisikiliza sauti ya Mungu vizuri leo, ndio kama Mungu anakutayarisha kwa jambo kubwa ambalo litakuwa mbele ya maisha yako. Uwe mtiifu, usikilize vizuri, mshike Roho wa Mungu, naye atafanya. Aidha, akifundisha katika mkutano huo, amewaasa vijana hao kuzikimbia tamaa za mwili, kwani zina madhara makubwa. Nilikuwa najiuliza sana kwa nini kamati imechagua hii, lakini nikaja kusikia tena kwenye Upendo Radio na TV kwamba neno hili ni la UKWATA mwaka huu kwa nchi nzima. Kuenenda kimwili ni tatizo kubwa zaidi linalosumbua vijana siku hizi. Tuenende kwa roho. Let's walk by faith, not by sight. Tuepuke tamaa ya fedha. Tufanye kazi kwa mikono yetu, na hasa kazi au biashara zile zilizo halali. Akiwa katika ziara ya kuwatembelea vijana majimboni katika Dayosisi ya Meru, mwenyekiti wa vijana KKKT Taifa, Anania Nondole, ameipongeza Dayosisi ya Meru kwa ushirikishwaji mzuri wa vijana kuanzia ngazi ya chini, huku mlezi wa UKWATA mkoa wa Meru KIUKWATA, Mchungaji Exaudi Nko, akieleza umuhimu wa mkutano huo kwa vijana wa sekondari na vyuo. Moja ya kitu ambacho pia nimejifunza katika Dayosisi ya Meru ni juu ya uwakilishi wa vijana katika vyombo vya kimaamuzi, hususan katika mabaraza ya wazee, ambapo uwakilishi vijana wanao kuanzia kwenye mtaa, ambapo mwenyekiti wa vijana wa usharika na mtaa anakuwa mjumbe wa baraza la wazee wa kanisa, jambo ambalo linaleta matumaini, lakini pia kuonyesha uhai kwamba kanisa linawajali vijana. Nitoe wito kwa dayosisi zingine pia kuona umuhimu wa kuwa na uwakilishi wa vijana katika mabaraza ya wazee, kwa sababu sauti ya vijana pia ni ya muhimu, na vijana ni sehemu na mwili wa Kristo pia. Tunaalika watu wote waweze kuleta vijana wao, hasa wanafunzi ambao wako mashuleni, sekondari na vyuo, ili waweze kufundishwa neno la Mungu. Kwa kuwa katika kongamano hili tutafundisha vijana masomo yanayohusu afya ya akili, masomo yanayohusu afya ya kiroho, masomo yanayohusu mambo ya maisha yao kimwili na ya kiakili na kiroho pia. Tunaalika kanisa kuendelea kuangalia vijana, kuwafundisha, kwa kuwa katika ulimwengu huu unaoendelea kubadilika, vijana nao wamo, na kanisa peke yake ndio linaweza kuwasaidia vijana waweze kubadilika na nyakati hizi, kwa kuwalisha, kuwafundisha neno la Mungu na mambo ya jamii.
Mchungaji Nathan Makenge ni mchungaji kiongozi wa usharika wa Samaria ambaye pia ni mlezi wa UKWATA ngazi ya wilaya ya Kiukwata. Amesema mkutano huo unawaandaa vijana kujiandaa kukabiliana na changamoto za kimaisha pasipo na hofu, wakati mwenyekiti wa UKWATA mkoa wa Meru Ebeneza Martin akieleza matarajio yao mara baada ya mkutano huo. Lengo hasa ni kuwaleta wanafunzi wanaosoma shule za sekondari na vyuo pamoja kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Mungu, lakini maadhimisho ya Pasaka, na ndani yake kunakuwa na mafundisho mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi hawa na watoto wetu hawa, ili kumjua Mungu, lakini kujua mambo mbalimbali yanayohusiana na nchi yetu, lakini pamoja na hayo kuendelea kuwakuza katika stadi za maisha mbalimbali ili waendelee kumtumikia Mungu wao katika hali zote ama nyanja zote, katika dini lakini pia katika elimu ya kawaida, na hii inawafanya kuwa na ufanisi zaidi katika maisha yao haya na yale yajayo. Katika kongamano hili tunajifunza masomo mengi sana kuhusiana na maisha ya Mkristo na jinsi tunavyopaswa kuishi sisi vijana kwa ajili ya kuweza kujimudu kwenye nyakati hizi. Kwa sisi tulichojifunza hapa tutaenda kufundisha na wengine, lakini pia sisi wenyewe tutakuwa mfano bora wa kuigwa kwa watu wengine, ili maisha yetu yawe ushuhuda kwa watu wengine, wavute kwa Kristo. Kutoka hapa Ailanga Junior Seminary, mimi ni Elhuruma Chao. Mtazamaji, tukitoka huko sasa katika jiji la Arusha, tuangazie taarifa nyingine sasa katika mkoa wa Kilimanjaro. Hospitali ya rufaa ya kanda KCMC imeanza kutoa huduma ya matibabu ya upasuaji wa tezi dume kwa kutumia njia mvuke, ikiwa ni hospitali ya kwanza hapa nchini Tanzania kutoa huduma hiyo ambayo ilikuwa ikitolewa nje ya nchi. Akizungumza wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro, afisa uhusiano hospitali hiyo Gabriel Chiseo amesema kuwa huduma hiyo inalenga kuwasaidia wanaume wanaosumbuliwa na matatizo ya tezi dume kupata tiba yenye ufanisi ikilinganishwa na njia za zamani, na kusema tayari huduma hiyo ya matibabu imetolewa kwa wanaume wapatao 11. Na kwenye upande wa teknolojia hasa hii ya upasuaji kwa njia mvuke, sisi tukao hospitali ya kwanza hapa nchini kufanya huu utaratibu wa upasuaji kwa njia mvuke, na imeonekana ina mafanikio makubwa. Na sisi kama uongozi wa hospitali tumechukua kama changamoto kitu cha kufanyia kazi, kwamba tuhakikishe kwamba tunanunua hivi vifaa, lakini tunawajengea uwezo watu wetu ili waweze kufanya huu upasuaji ambao unarahisisha maisha kwa watu wetu, lakini ni njia mojawapo ya kufanya maisha yakawe mepesi, lakini kuwafikia Watanzania kwa wingi zaidi, wale ambao wana uwezo na wale ambao hawana uwezo. Lengo letu ni vile vile kuwajengea watu wetu uwezo, lakini kuwapunguzia mzigo mkubwa wa Tanzania ambao wamekuwa na changamoto za afya ambao imewapasa kwenda nje ya nchi, na inabidi sasa wapate huduma hizi KCMC. Na lengo letu sisi tutahakikisha baada ya miezi miwili kuhakikisha tunakuwa tuna kambi mbalimbali. Kwa upande wake, mtaalamu wa mfumo wa mkojo katika hospitali hiyo Dr. Frankie Bright amesema kuwa njia hiyo ya matibabu kwa kutumia mvuke inaleta ufanisi wa haraka, kwani hakuna madhara yalionekana kwa wagonjwa. Upasuaji ukifanya upasuaji usipate madhara ni jambo la kupongeza sana. Tunaona kwamba kweli haya matibabu ya mvuke kwa kutibu tezi dume ambalo limeziba njia ya mkojo inasaidia sana. Tunaendelea namna hii, na maana kwamba zile madhara yanayo na operation za kupasua yazidi. Sasa tulikuwa tunapata simu nyingi sana kwamba wanahitaji huduma hii, na kufikiria wale ambao walikosa nafasi mara ya kwanza. Baadhi ya wananchi mkoani Kilimanjaro wamesema kutokana na huduma hiyo kusogezwa karibu, kuna umuhimu wa wanaume kujitokeza katika kupima ugonjwa huo ili waweze kupatiwa matibabu hayo. Mimi binafsi napenda nishiriki kwenye zoezi hilo, na pia na washauri na wale wengine ambao watakaopata fursa hii au tangazo hili, nao napenda washiriki ili wajue afya yao, kwamba wanaishi na hali gani kuhusu tatizo la tezi dume. Shauri kwa sababu hiyo, kwanza tezi dume inaua sana wazee, inamaliza wazee kuto kujua kwa haraka. Wao wanasema uzee, kumbe si uzee, kumbe ni hiyo tezi dume. Wazee
kama wazee wasione ni amri yao, waone kwamba tunawashauri na kushawishi waende wapime, kwa sababu wengi sana wanakufa kwa njia hiyo, wanasema ni amri ndio imefika, kumbe sio amri. Katika kuhakikisha kuwa wanaume wanafikiwa na kupatiwa huduma hiyo, hospitali kwa kushirikiana na taasisi ya Tanlik imeandaa kambi ya uchunguzi na matibabu ya tezi dume kwa wanaume itakayoanza Aprili 8 mwaka huu. Kutoka hapa wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Ni kutoka huko mkoani Kilimanjaro. Na sasa basi moja kwa moja mtazamaji, tuangazie taarifa hii kutokea kule katika mkoa wa Songwe. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za heri ya Pasaka kwa watoto yatima wanaolelewa katika kituo cha watoto yatima cha hospitali ya Isoko, huku akiambatanisha salamu hizo na msaada wa zawadi mbalimbali kwa lengo la kuwaletea faraja na kuonyesha upendo katika kipindi hiki cha maadhimisho ya Pasaka. Kutoka mkoani Songwe, huyu hapa Nicholas Ndabila na taarifa kamili. Salamu hizo zikiambatana na zawadi ya vyakula kama mchele, mafuta, sukari, vinywaji pamoja na mbuzi vimekabidhiwa na mkuu wa wilaya ya Ileje Mheshimiwa Farida Mgomi akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabir Makame kwa watoto wa kituo hicho, akieleza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na taasisi ama vituo vinavyolelea watoto ama watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo vitu ambavyo navikabidhi ni pamoja na hawa mbuzi ambao nimewashika, lakini vifaa mbalimbali, vyakula mbalimbali kama ambavyo mnaona, kuna mchele, kuna sukari, kuna mafuta, kuna sabuni, kuna juisi, kuna chumvi, kuna katoni za maji ya kunywa. Vyote hivi vimetoka kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi, mama bingwa, mama jasiri, na si mwingine Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais anawapenda sana, anasema nyinyi yatima hamko peke yenu, mpo pamoja na Mheshimiwa Rais, lakini mpo pamoja na serikali yenu na mpo pamoja na sisi wote ambao tumeweza kufika hapa. Akiwasilisha salamu za Chama cha Mapinduzi, katibu wa chama hicho wilaya ya Ileje ndugu Hassan Liamba amewasihi watoto hao kutojihisi upweke, kwani serikali iko pamoja nao, akiwasisitiza kusoma kwa bidii ili waweze kuzifikia ndoto walizonazo kwa ajili ya manufaa ya familia na taifa kwa ujumla. Mimi naweza nikasema nyinyi tunawaita watoto yatima, lakini nyinyi sio watoto yatima, kwa sababu tayari mnayo fursa, mmepata sehemu ambayo mnaweza mkapata mahitaji yenu, japokuwa inawezekana isitosheleze mahitaji yenu yote, lakini mahitaji yale ya msingi najua mnayapata, lakini mmepata pia fursa ya kupata elimu. Kwa hiyo niwaombe mkazane, msome. Si ndio watoto wazuri? Naomba msome. Urithi pekee ambao sisi wazazi wenu au serikali yenu inaweza ikawapatia ni elimu. Kwa hiyo someni, kwa sababu mkombozi pekee wa mtoto ni elimu. Tunaweza tukawaachia magari, tukawaachia majumba, tukawaachia kila kitu, lakini vyote hivyo vinaweza vikaondoka, mnaweza mkauza, mnaweza mkafanyaje, lakini elimu ukisha kuwa nayo huwezi ukauza, huwezi ukafanyaje. Soma taarifa ya kituo mbele ya mgeni rasmi, watendaji pamoja na wataalamu mbalimbali kutoka ngazi ya halmashauri wilaya ya Ileje pamoja na mkoa. Edward Mwamlima, mganga mfawidhi katika hospitali ya Isoko, ameishukuru serikali kwa namna ambavyo imekuwa ikijitoa kwa kituo hicho, akieleza kuwa kituo kinaendelea na jitihada za kuwaendeleza watoto hao kielimu. Tunashukuru sana kwa namna mnavyoendelea kushirikiana nasi katika kusaidiana kuwafariji watoto yatima. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Hadi sasa kituo kina jumla ya watoto 278 wanaohudumiwa na kituo, ikiwa watoto wa kike kati ya hao ni watoto 164 na watoto wa kiume ni watoto 114. Lakini kati ya hao kuna watoto wenye ulemavu mbalimbali ambao jumla yao ni watoto 21, ikiwa watoto wa kike ni watoto 12 na watoto wa kiume ni watoto 9. Lakini pia miongoni mwa hao watoto wote wapo watoto wanaosoma shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya ufundi, vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu. Kituo cha watoto yatima katika hospitali ya Isoko kinatoa huduma zifuatazo kwa watoto wote kama ifuatavyo: kuwaendeleza watoto kielimu kuanzia ngazi ya shule ya msingi mpaka vyuo vikuu kwa kuwapatia mahitaji muhimu ya shule kama sare, viatu, biki, madaftari pamoja na mahitaji mengine.
Mpaka sasa watoto wanaosoma shule ya msingi wapo 128, watoto wanaosoma shule ya sekondari ni watoto 97, na watoto wanaosoma vyuo vya ufundi ni watoto 17. Lakini pia watoto wanaosoma vyuo vya kati ni watoto 5 na wanaosoma vyuo vikuu ni watoto 10. Lakini pia huduma inayotolewa ni kupewa elimu ya afya uzazi na ukatili wa kijinsia, kuwapatia elimu ya ujasiriamali, kuwatembelea majumbani na shuleni ili kutambua changamoto wanazozipata. Wakizungumza wakati wa kupokea msaada huo, miongoni mwa watoto katika kituo hicho wanamshukuru Rais Samia kwa zawadi hiyo, wakimtakia yeye pamoja na watumishi wengine heri ya Pasaka pamoja na utekelezaji katika majukumu yao. Awali ya yote natoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwafikisha wakuu wetu salama. Amina. Amina. Tunashukuru kwa kila kitu mlichotuletea. Mungu endelee kushika mkono katika kila hatua. Tunamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea hivi vitu. Mungu endelee kumshika mkono popote alipo. Pia namshukuru mkuu wa mkoa na mwakilishi wake kwa kutufikishia vitu hivi. Nikiripoti kutoka hapa kijiji cha Isoko, halmashauri wilaya ya Ileje mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV, amani kwa wote. Naam, tukitoka huko mkoani Songwe na sasa ni katika mkoa wa Morogoro. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Morogoro Daktari George Pindua amewahimiza Wakristo kuendelea kuishi maisha ya upendo kwa kweli na kuwa na moyo wa kusamehe, wakifuata mifano ya Yesu Kristo aliyesamehe hata kwa wale waliomtesa. Ametoa wito huo wakati wa ibada ya Ijumaa Kuu iliyofanyika katika kanisa kuu la Bungo, ambapo amewakumbusha waumini umuhimu wa msamaha katika kujenga jamii yenye amani na mshikamano. Tunaomba tujifunze mambo makuu yafuatayo: moja, jenga tabia ya upendo. Lakini la pili, kuwa na moyo wa huruma wa kweli wa dhati. Tatu, uwe watu wa msamaha. Tukitambua haya yote, hiyo itakuwa na maana. Ijumaa Kuu itakuwa na maana, itakuwa ni Ijumaa tofauti sana katika Ijumaa nyingine, kwa sababu kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona, vinyongo haviko, na upendo wa Mungu katawale katika maisha yetu yote. Enendeni mkawatendee watu mambo mema, kwa sababu Yesu mwenyewe ni mtu mwema. Mzee wa kanisa hilo Daktari Rita Liamuya amesisitiza pia juu ya waumini kufanya matendo ya huruma hasa kwa wale wasiojiweza, huku mwenyekiti wa waumini wa kanisa hilo pamoja na viongozi wengine wakiwakumbusha wanaume wote kusimama kama viongozi katika familia na kushiriki katika mambo mbalimbali ya kanisa. Tunatakiwa katika kipindi cha Pasaka tuweze kutenda matendo ya huruma kwa wenzetu ambao kuna wengine ambao wanashindwa kufika kanisani, kuna wenzetu wengine ni wagonjwa, wenzetu wenye matatizo mbalimbali. Ndio kipindi ambacho tunatakiwa tuonyeshe huruma kwa wenzetu. Katika ibada iliyofanyika katika usharika Mji Mpya, mchungaji kiongozi wa usharika huo Daktari Roda Chamshan amewasisitiza Wakristo kuendelea kupendana kama Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo kufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Kuwaambia wanaume wote wa KKKT Tanzania kwamba sisi ni wanaume ambao tuliumbwa kama viongozi na Mungu wetu, na tufanye nafasi hii kama viongozi katika kanisa. Tusiache tu akina mama peke yao. Sisi ni viongozi ambao tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, na ni lazima tufanye kazi hii ya Mungu kwa bidii na hekima ya hali ya juu ili kulitukuza jina la Bwana Yesu. Amen. Baadhi ya washirika walioshiriki ibada hiyo wamesema wanadamu kuishi kwa upendo ni kuyatukuza matendo makuu ya Mungu kwa kumtoa mwanawe wa pekee afe kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu dhambi zao. Na tukitoka huko sasa tuelekee nyanda za juu kusini katika mkoa wa Njombe. Vijana wa usharika wa Kikristo wa wanafunzi wa Tanzania UKWATA wametakiwa kutambua mipaka ya tamaa za mwili na badala yake kujitoa kikamilifu kwa Mungu ili kuishi maisha yenye kusudi. Wito huo umetolewa katika kongamano la 34 la UKWATA mkoa wa Njombe lililofanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Mtwango, ambapo viongozi wa kiroho wamesisitiza umuhimu wa kujitambua pamoja na kuweka kipaumbele katika masomo na imani. Mipango na bidii vinahitajika sana kumfanya mtu afaulu. Mipango na bidii kwenye kila ambacho unakifanya. Akizungumza na wanafunzi hao, mwalimu wa neno la Mungu Elisha Mwakalinga
amesema kuwa kujitambua na kutambua kusudi la mwanafunzi kuwepo shuleni ni chanzo cha ufaulu mzuri, huku mwalimu Salome Kenga, mlezi wa UKWATA mkoa wa Njombe, akisisitiza wazazi na walezi kuishi maisha matakatifu ili kuwafanya watoto wao kuiga njia njema. Kama usipoweza kucontrol mwili wako, mwili hauwezi kusema basi, wala haujui hiyo kauli. Bwana asifiwe. Mwili namna ulivyo, usipoweza kucontrol, usipoweza kuuzuia, usipoweza kuushikilia, utakupeleka pabaya, kwa sababu unapenda starehe. Mwili unapenda raha, unapenda kupumua, unapenda starehe, haupendi kubanwa, haupendi kujibanabana mwili. Na ukianza kuusikiliza mwili, maana yake hali yako ya kiroho sio nzuri. Ukianza kuusikiliza mwili, maana yake hali yako ya kiroho ni mbaya. Kadiri mzazi anavyoishi maisha ya Kikristo au maisha ya hofu ya Mungu, ndivyo hivyo na mtoto wake ndivyo atakavyoishi. Kwa hiyo kuna rai kubwa wa kanisa kwa ujumla kuweza kuanza na wazazi ili waweze kuwa na kipaumbele kwa ajili ya kuweza kuwasaidia hawa watoto. Naamini kabisa siku zote mtoto asilimia kubwa maisha anayoishi anaangalia wazazi wanaishi vipi. Hivyo bado tuna uwanja mkubwa sana kwa kanisa kuweza kusaidia wazazi ambao tayari walishapita hii lika ya vijana ya UKWATA, tuendelee kuwasaidia kuona umuhimu wa kuweza kumtumikia Mungu, kwa sababu najua kwamba tunaweza kuepukana na changamoto mbalimbali za kiuchumi, lakini pia magonjwa mbalimbali, kwa sababu ukimjua Mungu unakuwa na hofu ya mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuwa ni hatarishi kwenye maisha yako. Kwa upande wao wanafunzi kutoka shule mbalimbali mkoani Njombe, Erisha Fifi, Esther Frenki, Janet Steward na Zawadi Mgindo wameeleza namna ambavyo makongamano hayo yamekuwa na tija katika maisha yao, hasa wanapokuwa shuleni. Jinsi gani sisi kama vijana wa Kikristo tunahitajika tutumiaje, tuenendeje katika wakati huu wa sayansi na kiteknolojia, tunatumiaje mitandao ya kijamii? Je, tunatumia katika kujifunza au tunatumia katika kujiua si wenyewe? Tuachane na tamaa za mwili, tumfuate Yesu Kristo na tuenende kwa roho. Tunayopata kwa mfano hapa kwenye academic experience, nimejifunza vingi. Kwanza unabidi nijue ninafanya nini, kwa nini. Yani inamaanisha hivi, ninafanya nini, kwa mfano unasoma kwa nini. Kwa na nafasi kubwa sana katika kukuza maadili ya wanafunzi. Kwa mfano tumejifunza somo jinsi namna kujibu mitihani, academic excellence, kwamba wametufundisha kwamba ndio sisi ni wanafunzi bado tunasoma, tunahitaji kujibu mitihani na tukafaulu. Kwa wametufunza ya kwamba tunavyojibu mitihani inabidi tuwe makini. Mfano kwenye kuchukua maswali, usiende swali kwa kurupuka. Kwa jinsi ya kujibu maswali ametufundisha vizuri, ametuelekeza vizuri namna tunaweza kujibu maswali kama wanafunzi wa olevu, wanafunzi wa advance, hata tukienda chuo. Na tumejifunza jinsi ya kuishi maisha vizuri tukienda chuo. Tusio tuna maisha ya kupenda bata, tusio tuna maisha ya kupenda raha sana, tuna maisha ya Kikristo. Na tumejifunza baada ya kutoka hapa tuende tukae mfano kwa wanafunzi wetu tulioacha shuleni. Kutoka mkoani Njombe, mimi ni Elasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Haya, mtazamaji, ni kutoka huko nyanda za juu kusini katika mkoa wa Njombe, na hivi sasa ni katika mkoa wa Mtwara. Siku chache kabla ya Pasaka, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kusini Mashariki limewagusa wahitaji na watoto wenye mahitaji maalumu kwa kuwapatia zawadi mbalimbali bila kujali dini zao. Kutoka mkoani Mtwara, huyu hapa mwandishi wetu Christian Ngao na taarifa zaidi. Akizungumza na wahitaji katika zoezi la ugawaji wa zawadi lililofanyika katika kanisa la KKKT ushirika wa Cathedral mkoani Mtwara, Askofu Yeriko Ngwema amewataka watu kutumia fursa zilizopo, hasa kilimo cha mazao mbalimbali ikiwepo kupanda migomba ya ndizi badala ya kutegemea misaada pekee. Kuna watu wameaminishwa kwamba kulima ni adhabu. Alafu hata katika jamii yetu kulima kunapewa kipaumbele cha mwisho. Ni kama mtu kama hujaenda shule ndio unatakiwa ulime. Na hiyo wazazi wetu na wazee wetu waliosomesha watoto wengi, ukiuliza walifaulu kwa sababu ya kilimo. Ni wachache waliopewa bahati wakawa kwenye maofisi. Hao ndio wamebahatika kwa njia hiyo.
Katika ulimwengu unaopinduka na hayo mabadiliko ya kukosekana kwa amani duniani, vita vinavyoendelea, itafika mahali tunatakiwa kila mtu ajihudumie kwenye eneo lake. Pia Askofu Ngwema amesema zaidi ya watu 270 wamepatiwa msaada huo, huku akieleza kuwa zaidi ya milioni 6 zimetumika katika zoezi hilo, na wanufaika wengine wakiwa ni watoto wenye mahitaji maalum wanaolelewa katika kituo cha Upendo Rehabilitation Center mkoani Mtwara. Huduma hii ya diakonia ambayo kanisa liliweka utaratibu kwamba walau kwa mwaka aidha mara 3 au mara 4 lazima ifanyike. Hii ni hatua mojawapo kwamba tunahitaji kula pamoja na ndugu zetu walio wahitaji katika sikukuu hii ya Pasaka. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu katika kipindi chote cha mfungo tumekuwa na safari inayotutafakarisha namna ya matendo makuu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa akiwahudumia watu katika kipindi chote cha huduma yake. Shughuli hii siku ya leo tulikusudia kuwahudumia watu 200. Tunamshukuru Mungu, tutawahudumia watu kwa mahitaji mbalimbali ya kula nao, kwa maana ya chakula, mavazi na mambo mengine machache ambayo yanaweza kuguswa. Haya yote tunayafanya kwa sababu ya maelekezo ya Mungu Mwenyezi. Sisi tumeagizwa katika Yakobo, dini iliyo safi ni ile inayoyagusa maisha ya watu mbalimbali. Naye mwenyekiti wa kamati ya diakonia na mratibu wa tukio hilo Steven Macha amesema lengo la kanisa ni kuwasaidia na kuwatunza wahitaji, huku akitoa wito kwa watu wenye uwezo kuwasaidia watoto wenye shida mbalimbali. Haya ni maagizo ya Mungu. Mungu anataka tuwasaidie wanaokuwa wana uhitaji. Sisi kama kanisa tunapaswa kuwatunza wahitaji. Nitoe wito kwa mtu yeyote ambaye Mungu amemjalia kuwa na uwezo aweze kuwahurumia wahitaji na kuwasaidia. Kuna wengine wanahitaji kushikwa mkono kwa ajili ya elimu. Wako vijana wengi wako kwenye familia maskini hawana uwezo. Sambamba na hayo, baadhi ya wanufaika wa msaada huo akiwepo Mohamed Abdallah Mohamedi, Salim Saidi wa kituo cha Upendo Rehabilitation Center na wengine kutoka mtaani akiwepo Monica Raymond, Alfred Hansgan na Anna Cassian, wamelishukuru kanisa la KKT kwa msaada uliopewa na kuwaomba kuendelea kuwa na moyo kuwasaidia watu wengine wenye matatizo mbalimbali. Siku ya leo natoa neno la shukrani kwa wenzetu kutoka kanisa la KKT. Karibuni sana kituo chetu cha Upendo. Mmekuja na zawadi mbalimbali kama vile mchele, unga, maharage, ngano na vitu vingi. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Amina. Najisikia vizuri kuwapokea wageni wa KKT. Wametuletea mchele, unga, maharage, mafuta, vitu mbalimbali wametuletea. Mungu wabariki sana. Nilikata tamaa kusema mimi sikukuu hii nitafanyaje, lakini Mungu nashukuru amenibariki. Akaja mtu akasema mbona wenzio kule wameandikwa. Kweli nimefika hapa wajanitenga wala nini na sijaandika, lakini nashukuru wamenipa chakula. Kwa hivyo nashukuru sana, kanisa limetusaidia. Sikujua sema tutapata chakula cha sikukuu, lakini kanisa limetusaidia tumepata chakula. Mungu awabariki. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV. Na asante sana Christian Ngao kwa taarifa hiyo kutokea huko Mtwara. Na sasa ni katika jiji la Mbeya. Wakulima wa zao la kahawa katika wilaya ya Rungwe mkoani humo wameomba serikali kuingilia kati changamoto ya upatikanaji wa mbolea bora, wakieleza kuwa hali hiyo imekuwa ikisababisha hasara kubwa katika uzalishaji wao. Taarifa ya Emmanuel Lulandala hii hapa inafafanua zaidi. Hayo yamejiri wakati wa kikao cha wadau na wakulima wa zao la kahawa wilayani Rungwe mkoani Mbeya, ambapo wakulima hao wamesema moja ya sababu kuu ya changamoto hiyo ni uwepo wa wauzaji wengi wa mbolea wasiokuwa waaminifu wanaosambaza bidhaa zisizokidhi viwango vya ubora, hali inayodhoofisha mavuno na kuathiri kipato chao. Swala la mbolea limekuwa na changamoto, hasa kwa mwaka huu. Tumepata mbolea fake, tumepata mbolea ambayo unanunua mbolea ukihisi hii ni mbolea ya dapu, lakini unapokuja kwenye matokeo sasa shambani unakuta ile mbolea haifanyi kazi. Kwa hiyo tunaombi kwamba hasa hawa wadhibiti wa ubora wa pembejeo wajitahidi kutuletea mbolea iliyo sahihi
Maana sisi wakulima pamoja na elimu yetu hatujui mbolea iliyo sahihi ni ipi, na sisi tunaiamini serikali. Inapotuletea mbolea tunaamini kwamba hiyo mbolea ipo kwenye usahihi, kwa sababu kuna watu ambao wanadhibiti ubora wa mbolea na vitu vingine. Unanunua si ruzuku tena, si mbolea ya ruzuku, unanunua kama kibiashara tu, kwa sababu imekufikia kule kutoka ilikotoka kule mjini mpaka kijijini, kwa sababu ya usafiri na miundombinu ilivyo, inakuja kukufikia si kwa ruzuku tena. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto pia kwa ajili ya mbolea. Na vile vile mbolea yenyewe unakuta ubora wake kama tulivyoongelea hata hapa ndani, unakuta kwamba yani wapo wachakachuzi ambao wakati mwingine ubora wake unakuwa kuja kufikia haupo. Vifungashio vyenyewe wanaweka lebo ambayo unaweza ukashangaa ni lebo ni ya miaka mingi iliyopita, lakini wamefungasha, wamechakachua, wameweka lebo mbolea ambayo pengine imepita muda wake, au sio mbolea yenyewe husika ya lebo ya mfuko mwenyewe ulio. Sisi hatununui mbolea kwa wapita njia, tununua mbolea kupitia kwenye makampuni, kwenye mawakala. Lakini unapokwenda kununua wanakuambia unanunua dapu hii inafanya kazi ya menjingo, dapu nyingine hii haipo. Unapoenda kwenda kuitumia kwenye zao husika haifanyi kazi yoyote, hususan kwenye zao la mahindi imekataa kabisa, kwenye kahawa imekataa kabisa. Sasa tukawa tunawaza kwamba hii mbolea manjingo inatoka wapi, na serikali inapitisha mbolea za aina ya viwango vya chini, ni kwa sababu ipi? Lakini pia kwenye mkutano huu wa leo nimejifunza mengi sana, kwamba sisi kama wakulima wa zao la kahawa tunapaswa sasa kuelewa, unaponunua mbolea upewe risiti. Unapokwenda kununua mbolea kwa wakala upewe risiti. Sipofanya vizuri waone, utoe taarifa. Kwa upande wake, meneja wa udhibiti mbolea kanda ya Nyanda za Juu Kusini Joshua Ng'ondia amewasisitiza wakulima kununua mbolea kupitia mawakala waliothibitishwa kisheria ili kuepuka hasara inayotokana na bidhaa zisizokuwa na ubora. Napenda nitoe wito kwa wakulima wetu hao wanaonunua mbolea za ruzuku. Pindi anapokwenda kununua zile mbolea, tunasema ni lazima aweze kununua mbolea kwa mawakala wetu ambao tumekwisha kuwasajili. Asinunue mbolea zilizo nje ya mfumo wa ruzuku, kwa sababu unaponunua mbolea nje ya mfumo wa ruzuku ndipo unapopelekea ile mianya ya udanganyifu kuweza kutokeza. Kwa sababu mfumo wetu wa usambazaji wa mbolea za ruzuku tunasema ni mfumo wa kidigiti ambao tunaratibu mbolea zinapoingia nchini mpaka zinapoenda kumfikia yule mkulima kule kwenye ngazi ya chini. Sasa katika mfumo wetu tunaweza tukabaini wakala gani amesambaza pembejeo gani, zimemfikia mkulima gani kwa eneo lipi. Sasa akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, mkuu wa wilaya ya Kyela Josephine Manase amesema serikali inaendelea kuchukua hatua na kuhakikisha changamoto zinazowakabili wakulima zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Tukizingatia sana ni maslahi mapana ya wakulima, kuhakikisha kwamba wakulima wanafanya shughuli zao za kilimo bila changamoto yoyote. Na tunaishukuru sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya wakulima, kwa kutoa mbolea za ruzuku, lakini pia kwa kugawa miche, lakini na kufanya ruzuku pia za mbegu ambazo zimempelekea na kumrahisishia mkulima kufanya kilimo kwa urahisi. Kwa hiyo na sisi kwa mkoa wa Mbeya tumeendelea kulisimamia hilo, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweka mikakati na sera nzuri za kilimo, lakini pia nipongeze pia Wizara ya Kilimo kwa namna ambavyo wametenga bajeti ya sekta hii ya kilimo na kuiongeza ili kuinua maslahi mapana ya mkulima. Naye meneja wa zao la kahawa kanda ya Mbeya Ezekiel Mwakioma amesema juhudi za serikali zinalenga kuboresha sekta ya kahawa kwa kumuinua mkulima na kuongeza tija katika uzalishaji. Tumejiandaa kuhakikisha kwamba kahawa kwa baadhi ya maeneo wakulima wataweza kumwagilia. Kwa hiyo kwa mfano kwa sasa tunaendelea na mradi wa utengenezaji wa miundombinu ya visima vitakavyosaidia kwa ajili ya umwagiliaji wa mashamba ya kahawa. Hivyo tunaamini ongezeko litaweza kuwepo na tunatarajia kuwa na mavuno makubwa katika kanda yetu ya Mbeya. Nikiripoti kutoka wilayani Rungwe mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala. Haya mtazamaji, tukitoka huko katika mkoa wa Mbeya na sasa ni katika jiji la Dar es Salaam. Wito umetolewa kwa wazazi na walezi na baadhi ya shule ambazo bado wanazuia wanafunzi kutokushiriki kongamano la Pasaka kuacha tabia hiyo, kwani vijana wao wanakosa mafunzo muhimu na kuimarisha
na ulimwengu ambao unakabiliwa na changamoto nyingi zinazoharibu nguvu ya vijana kwa lengo la kudhoofisha kanisa na taifa. Wito huu umetolewa na Katibu Mkuu wa KKKT Dayosisi Mashariki na Pwani Goodluck Nkinki mara baada ya kushiriki faragha ya wanafunzi wa UKWATA Dar es Salaam na Pwani, ambapo amewahimiza vijana kujibidiisha katika kutafuta uso wa Mungu, kukabiliana na changamoto za maisha sanjari na kutoa wito kwa jamii kuendelea kuwasaidia wanafunzi fedha kuweza kushiriki kongamano la Pasaka kwa maisha endelevu ya kizazi kinachokuja. Niombe sana wazazi na walezi, lakini hata na sharika, mitaa na vituo vyetu, watoto hawa wanapotembea kukusanya hela kwa ajili ya kuja kwenye Easter Conference, tuone kwamba ni jambo la muhimu, na ikiwezekana sasa tufikie namna nzuri zaidi ambayo itawawezesha bila wao kuhangaika. Mratibu wa dawati la elimu Agnes Lema amewakumbusha vijana namna ya kujisimamia, kujifunza kuomba na kutoa matendo ya huruma kwa wengine, kwa kuwa huko ndiko Mungu ameamuru baraka, huku mwalimu mkuu wa shule ya seminari Kisarawe Maxon Bina Mtozi akisisitiza wazazi kuendelea kukuza malezi kwa upande wao ambao wanahakikisha wanafunzi zaidi ya elimu ya darasani. Ninawaasa kwamba wamwombe Mungu awape hekima na maarifa, kwa sababu wakiwa wapo mashuleni wanatafuta maarifa. Kwa hiyo pia Mungu awaongezee hekima ili waweze kufanya mambo yote katika utaratibu wake. Lakini pia wamwombe Mungu kwa habari ya kuwajali wengine. Kuwajali wengine sio wanajijali peke yao. Hiyo kuwajali wengine ni pamoja na kuwaombea wale wenye shida, lakini kuombeana wao kwa wao. Kwa nasi kama Kisarawe Lutheran Junior Seminary tuko hapa, tumewaleta vijana wetu ili waweze kushiriki. Vijana wetu wana shiriki mzuri, na mwaka jana walishiriki pia, lakini wakawa wameibuka washindi. Kwa maana hiyo mwaka huu tunashiriki tukiwa ndo tunashikilia taji la mshindi wa jumla katika mashindano yote yaliyofanyika mwaka jana. Kongamano la mwaka huu limekuwa zuri, na kwanza umuhimu ni kwamba wanafunzi wanapata nafasi ya kuja kujifunza maisha yao ya kesho na ya baadaye. Wanapokuja kukusanyika hapa hawaji kucheza, bali wanakutana na Roho Mtakatifu, lakini ndani yake wanakutana na masomo ambayo wanafundishwa kwa ajili. Baadhi ya washiriki katika kongamano hilo kutoka shule mbalimbali wameridhishwa na wamewaomba wanafunzi wenzao kuona haja ya kushiriki kwa wingi kutokana na mengi wanaojifunza na namna ya kuishi shuleni, kanisani, duniani na kwenye maisha leo na hapo baadaye. Tunajifunza mambo mbalimbali. Walimu wetu pia wanatukuzia vipaji. Tumefurahi sana kushiriki kwenye mashindano haya. Tunawakaribisha hata nyinyi wote ambao bado mpaka sasa hamshiriki. Kwa kweli huku tunajifunza mambo mengi na tunapata ufahamu zaidi na zaidi. Si kama vijana tumekuja kujifunza na kujenga maisha yetu kwa ajili ya baadaye na sasa. Yesu Mungu mwenyewe anatuambia na watoto wenu wote watafundishwa na Bwana na amani ya watoto wenu itakuwa ni nyingi. Kwa hiyo ningependa tu kuambia wazazi wawaruhusu watoto wao, maana Mungu mwenyewe amesema na watoto wetu wote watafundishwa na Bwana na amani ya watoto wetu itakuwa nyingi. Na Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Tupate mapumziko mafupi, nikirejea hapa nitakusomea habari za kimataifa. Mimi ni Francisco Nongoro, hii ni Upendo TV habari weekend, tafadhali usiondoke.